Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa Dar es Salaam kwa sasa mkoa wetu uko salama na wilaya zake zote, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna taharuki ya mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kupanda ghafla kwa mafuta ambayo leo ndio yanaweza kupandisha karibu kila kitu na mwisho wa siku kuumiza wananchi kwa ujumla wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, labda nitoe taarifa fupi sana ili uweze kupata picha katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Waziri Mkuu, una vituo vya mafuta 470. Lakini mkoa huu wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna madepo ambayo tunatunza mafuta. Dar es Salaam peke yake tuna depo 22 ambazo zina uwezo wa kutunza lita za ujazo 1,346,000. Ndio uwezo wa depo 22 katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Lakini katika taifa lote depo ziko kama 26 tu ambazo zinaongezeka Tanga na zinaongezeka Mtwara. Sasa hapa katikati tulipata taarifa kutoka Wizara ya Nishati ikizungumzia kuhusu taifa kuwa na mafuta yasi chini ya miezi mitatu. Sisi Dar es Salaam petroli kwa siku tunatumia lita 1,700,000 kwa siku consumption, na diesel kwa siku moja tunatumia lita 2,200,000, na mafuta ya taa kwa siku tunatumia lita 5,000 ambayo yanatoka kwenye vituo vya mafuta 470. Sasa taarifa iliyotolewa na wizara ili wananchi waweze kuelewa na hii kilichokuja kutokea ni kwamba ili taifa lijihakikishie kwamba lina mafuta, tunaangalia mambo makubwa manne. La kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaangalia mafuta yaliyoko kwenye depo ambayo tayari yametunzwa kwenye depo, ambayo depo zetu tulizonazo zinaweza kutunza lita za ujazo 1,346,000. Lakini jambo la pili, tunaangalia mafuta ambayo yako kwenye bandari bado hayajashushwa na meli zingine ziko nje, tunaita out anchorage. Yale ni mafuta ya pili ambayo taifa linakuwa lina assurance kwamba haya ni ya kwetu. Mafuta ya tatu ni yale ambayo yamelipiwa, yako njiani sasa yanakuja ili yaje aweze kushusha mafuta hapa. Na mafuta ya nne ni yale ambayo yamelipiwa kule kwenye refinery, yanaendelea na process ili yaje yapakiwe na mikataba tumekwisha ingia ili mafuta yaweze kuja. Kwa hiyo haya mafuta manne, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukimuuliza waziri wangu wa nishati ndio anasema tuna reserve ya mafuta ya miezi karibu mitatu. Sasa swali linakuja, kwa nini bei ipande kama mafuta mlikuwa nayo? Ukweli Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kwamba depo zetu tulizonazo kwa sasa hivi na kwa muda huu hatuna uwezo wa kulisha taifa lote, tukalisha mpaka Kongo kwa zaidi hata mwezi mmoja. Huo uwezo hatuna. Na ndio maana Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikushukuru sana wewe na nimkushukuru sana Mheshimiwa Rais. Sasa wanaongeza depo za kuhifadhia mafuta ambao kitaalamu ni strategic petroleum reserve, kwamba ni uhifadhi wa mafuta kimkakati kwa usalama wa taifa letu. Sasa ili tupate bei ya mwezi huu ya mafuta, kinachoangaliwa huwa tunasema ni M-1, kwamba unaangalia bei ya mafuta yaliyoko kwenye matenki leo pamoja na bei ya mafuta ambayo inakuja sasa na mwezi mpya, ambayo inakuwa inaangaliwa na mambo makubwa matatu. Cha kwanza, tunaangalia soko la duniani linasemaje kuhusu gharama za mafuta, tunaita FOB. Lakini namba 2, tunaangalia nani analeta mafuta kwa bei ndogo zaidi, tunaita premium, ambao wale wenzetu wa Petroleum Bulk Procurement Agency ndio wanaagiza sasa na kumpata mtu mmoja. Lakini namba 3, tunaangalia mzunguko sasa wa dola inapanda ama inashuka, ndio vinavyokuja kuamua bei sasa mafuta ya mwezi huu. Kwa hiyo wananchi walichopata taharuki ni kwamba kama mlisema mna mafuta ya miezi mitatu, wai tena mwezi huu mafuta yapande? Lakini kumbe kupanda kwake kunatokana na hii sababu ambazo nimezisema, na ndio maana nimeona nitoe ufafanuzi kidogo, kwa kuwa ni jambo lililoleta taharuki katika nchi ya Tanzania kwa ujumla wake. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nafahamu kwa kuwa wewe ni kiongozi wa shughuli zote za serikali bungeni, yako mambo ambayo mtaendelea kutuelekeza ili wananchi sasa na ile shida kubwa waweze kuondokana nayo. Kwa hiyo nimeona nitoe taarifa hii Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa niaba ya wenzangu ili kuweza kuelewa kwamba nyakati hizi pamoja na vita zinazoendelea,
kwa sababu sisi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa asilimia 77 ya mafuta tunayoyaagiza tunaagiza India pamoja na Falme za Kiarabu. Lakini asilimia 23 tu ndio tunaagiza Qatar, tunaagiza Oman na tunaagiza baadhi ya nchi hapo katikati. Kwa hiyo hii asilimia 77 hii ndio ambayo kwa asilimia kubwa imevamiwa sana na ile vita, baada ya kupiga zile refineries za Saudi Arabia na sehemu zingine, na sisi huku pia tukaathirika. Na jambo hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, litapandisha pia hata bei ya bitumen. Bitumen ni hii lami, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hii lami hii ili iweze kuwekwa hapa tunahitaji kitu kinaitwa bitumen, ambayo ni matokeo ya uchakataji wa mafuta ghafi. Sasa hiyo nayo itakuja pia kupanda. Sasa haya niliona niyaseme kidogo kwa wananchi wenzangu ili waweze kuelewa na tukae angalau mkao wa kujipanga. Na ninyi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kadiri mtakavyoendelea kushauri ili kupunguza adha za maisha kwa Watanzania ambao mnawaongoza.